Hayo ni baadhi ya mambo ambayo yametekelezeka katika kipindi cha miaka mitano. Na nafasi imepungua. Tungeweza kusimulia mengi ambayo yametendeka katika jimbo letu la Tarime ndani ya miaka mitano. Lakini kwa kifupi, yale ambayo yamefanyika katika upande wa afya, tumeona mambo makubwa ambayo yamefanyika katika jimbo letu la Tarime mjini. Na ningependa nikazie tu. Mimi nilipokuja hapa kama mbunge, tulikuwa na changamoto kubwa wakati tulikuwa tunataka kupata vipimo hata vidogo. Tulikuwa tunaenda Rorya na Migori. Nilienda Sweden ambapo niliwasiliana na marafiki zangu, tukaleta vifaa tiba ambavyo vilikuwa vinagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.2, ambapo sasa vimepunguza changamoto ya vipimo katika mji wetu wa Tarime. Na changamoto hii ya vifaa hivyo pamoja na vifaa mbalimbali vya vifaa tiba ambavyo vimekuja katika hospitali yetu ya Bomani. Lakini nyinyi ni mashahidi, mkienda katika vituo vyetu vya afya, zahanati, unakuta vifaa ambavyo nimevileta mimi Michael Kembaki. Na hii ni upendo mkubwa na kuonyesha imani kubwa ambayo mlinionyesha wakati mnanipigia kura na kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Niseme niziseme. Mkienda hospitali, si mnaona vifaa vilivyoletwa pale? Akina mama ambao mnachukua vipimo vya ultrasound na vifaa vingine, si mnaviona vinawasaidia? Hivi vyote ni kazi ambayo katika kipindi cha miaka mitano nimeshirikiana pamoja na nyinyi, nimeshirikiana pamoja na madiwani kuhakikisha kwamba tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi katika mji wetu wa Tarime. Lakini wakati naongea haya, ningependa madiwani wa kata zote 8 wasogee hapa, at least na wao waone namna ambavyo tumefanya kazi kubwa kwa kushirikiana kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka katika kata zetu. Lakini vile vile, ndugu zangu, mnajua vizuri katika upande wa elimu, amezungumza msemaji pale, niliweza kupaua kwa kutumia shilingi milioni 17 shule ya Negori ambayo kule Kuibanga. Lakini vile vile kununua eneo kule Gimenya zaidi ya shilingi milioni 10. Lakini vile vile niliweza kununua eneo kule Sabasaba shilingi milioni 20. Lakini vile vile, ndugu zangu, nimeweza kushirikiana kujenga choo katika shule ya msingi Tarime, Nyamisangura, Tagota na maeneo mengine. Nimeweza kununua photocopy na printers katika shule mbalimbali katika mji wetu wa Tarime, ikiwemo Sabasaba, Buhemba, shule ya mazoezi, Tagota na sehemu zingine. Lakini vile vile mnakumbuka, ndugu zangu, mwaka 2020 kulikuwa na tatizo kubwa sana la wafanyabiashara kuhamishwa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Ilikuwa ni issue kweli, si kweli? Wafanyabiashara walikuwa wanahamishwa kutoka huku wanaenda kule. Lakini leo mwaka 2025 wafanyabiashara wanafanya biashara kwa utulivu mkubwa. Na hii ni kazi nzuri ambayo imefanywa na timu hii ambayo tumesimama hapa mbele. CCM oye! Lakini vile mnakumbuka, tulikuwa na mgogoro miwili mkubwa katika mji wetu wa Tarime. Kulikuwa na mgogoro wa Bugosi na mgogoro na jeshi la wananchi. Nyinyi wenyewe mnajua, nilipigana, nilikuwa ni fupa ambayo limeshindikana, lakini majibu yalipatikana. Na nimshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, alitupa fedha za kutosha kulipa fidia na mgogoro ule uko umekamilika. Lakini pia kulikuwa na mlima Mkongore ambao pia ulikuwa ni shida kweli. Naposimama mbele yenu, suluhu ya mlima Mkongore umepatikana, na sasa hivi punde tunaenda kujenga chuo kikuu pale ambapo itasaidia na kuimarisha mapato ya mji wetu, lakini pia kutengeneza ajira kwa watu wetu. Hii ni kazi nzuri ya mkogoti wenu, tukishirikiana na mheshimiwa diwani kwa kazi nzuri ambayo tumeshirikiana kufuatilia
kutatua migogoro hii. Lakini pia kulikuwa na tatizo katika soko la Rebu. Pale kulikuwa wafanyabiashara wamefukuzwa pale. Na mtu amekuja amefukuza wafanyabiashara wanalia. Nilikuja nikafanya mkutano pale. Kweli si kweli? Na nikawaahidi kwamba nitahakikisha mgogoro huu unatatuliwa. Leo hii ukienda pale Rebu, wafanyabiashara wanafanya biashara bila tatizo lolote, na eneo limebaki mali ya umma kwa ajili ya watu wa Tarime, na tunaendelea kufanya kazi. CCM oye! Hii yote ni kazi nzuri ambayo mliifanya kumchagua Michael Kembaki pamoja na timu hii iliyoko mbele yetu hapa, kwa kushirikiana na nyinyi ambao mmefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba CCM inapata ushindi. Kule Kebaga kulikuwa na shida. Wachimbaji wadogo walikuwa wanapata shida kweli kweli. Siku ya kuuza yale mawe ilikuwa wanapata mawe unafungia. Wakati mwingine wiki moja hadi wiki mbili. Nilihakikisha kwamba nasimama kidete kuwatetea wachimbaji wale. Na leo mambo yamebadilika, mambo yameenda vizuri. Na hata ya kodi ya kutosa mara mbili sasa haipo tena, na wachimbaji wanaendelea kufanya kazi vizuri. Niseme niziseme. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao nasema hivi. Nataka serikali isaidie wachimbaji wadogo wachimbe ili kupata kipato wao wenyewe. Hawa wawekezaji wanaitwa Barrick Gold Mine ambao wananyemelea jimbo langu kule Kebaga, waende pole pole, ili badala yake serikali iwezeshe wananchi wa Kebaga na wachimbaji wadogo waweze kuchimba madini pale Kebaga. Na huu ndio msimamo wangu, kwamba tunataka watu wa Kebaga, maana tunajua kazi kubwa ambayo wanaifanya kuhakikisha kwamba watu wengi katika mji wetu wanategemea ule mgodi. Leo hii ukichukuliwa na wale wakaja, naamini kwamba bila shaka tunaweza tukapata mambo ambayo sio mzuri na ambayo yameweza kutatuliwa kwa vijana wetu kujiajiri katika mgodi ule, na mambo yanaenda vizuri. CCM oye! CCM oye! Lakini vile vile mnakumbuka ndugu zangu, katika mji wetu wa Tarime wakati nimeingia, shule nyingi zilikuwa zinasoma kwa zamu. Kama mkirejea hotuba zangu wakati naomba kura, nilikuwa nasema lazima watoto wetu wasome bila kusoma kwa zamu. Mmesikiliza alivyoeleza msimuliaji. Tatizo hilo limetatuliwa kwa 80%. Na sasa tulikuwa tuna mkakati wa kuhakikisha kwamba tunatengeneza madawati ya kutosha ili watoto wetu wakae na wasome katika mazingira rafiki. Mimi katika kipindi changu cha ubunge nimetengeneza zaidi ya madawati 1600 kwa kusaidiana na wadau. Niliomba fedha NSSF wakutusaidia fedha ya kutengeneza madawati. Niliomba mfuko wa PSSF wakatusaidia fedha ya kutengeneza madawati. Niliomba mfuko wa WCF wakatupa fedha ya kutengeneza madawati. Lakini pia katika mfuko wa jimbo ambao mimi ni mwenyekiti, tumetengeneza madawati, na madawati haya tumeweza kuyapeleka katika shule zetu za msingi. Hii yote ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma katika mazingira rafiki, maana ninaamini elimu ndiyo ufunguo wa maisha. Na taifa letu ili liweze kujikomboa, lazima tuwe na wataalamu ambao wamesoma katika mazingira rafiki, waweze kuwa wabunifu, wachapakazi, ili waweze kutatua changamoto zilizopo katika maeneo yetu. CCM oye! CCM oye! Na katika michezo, nimekuwa mdau mkubwa wa michezo. Vijana wanajua. Siwezi kueleza yote kwa sababu yamesimuliwa. Lakini kubwa zaidi ni kwamba nimeendesha ligi hapa inaitwa Samia Cup, ambalo limehusisha kata zetu 8. Na mimi nilikataa, nikasema hatuwezi kutengeneza timu ambazo tunaazima watu kutoka kata zingine wanakuja kucheza hapa. Tunataka vijana wetu kwenye kata zetu wacheze, tuone wanavyocheza. Hata kama wanakosea, lakini wacheze ili tuone ni wapi pa kuimprove, waweze kuwa wachezaji na kuibua vipaji vyao, na tuone namna ya kuviendeleza. Lakini nisiseme. Unajua, ni katika kipindi hiki cha miaka 5 ambapo ligi zimechezeshwa za pesa nyingi.
Kweli si kweli? Tulikuwa tunashuhudia ligi zikichezwa za mbuzi, za kuku, za vijiko na shilingi 100,000, 500,000, lakini kipindi hiki timu zinapata hadi shilingi milioni 20, shilingi milioni 15, wanachezea tu, wanaogelea namna hii.